Njia bora zaidi ya kuwatawala na kuwadhibiti viumbe wenye akili kubwa zaidi hapa duniani sio kuweka walinzi wenye bunduki kila kona, ni kuwatenganisha kabisa na nguvu ya upendo iliyopo ndani yao. Hapa ndipo mtego wa Matrix unapoanzia. Nisikilize kwa makini sana. Mtoto anapofikia umri wa kuanza kufikiri peke yake, mfumo unamlazimisha kuingia kwenye muundo maalum wa shule za kukariri. Unamlazimisha kukaa kwenye jengo masaa 8 kila siku, akifundishwa kutoa majibu yale yale yaliyokaririwa. Lengo sio kumfundisha mtoto jinsi ya kuhoji ulimwengu, bali ni kumfanya afuate mkumbo, yani conformity, na kupoteza uwezo wake wa kipekee wa ubunifu aliozaliwa nao kiasili. Kisha vyombo vya habari vinajazwa habari za majanga, vita na ukatili pekee. Kwa nini? Kwa sababu jamii inayoishi kwenye hofu ya kila mara haiwezi kuaminiana wala kushirikiana. Wanatuhakikishia kuwa sisi ndiyo kizazi chenye akili zaidi kuwahi kutokea, ili tusiwahi kugeuka nyuma na kuhoji uhalali wa gereza hili la kidijitali tulilofungwa. Mchezo unazidi kuwa mkali pale wanapoweka fedha kuwa ndiyo kiini cha uwepo wako wote, lakini wanazifanya kuwa ngumu sana kuzipata ili uwe kwenye hali ya kupambana ya kuishi kila siku, yani survival mode. Wananyonya nishati yako kwa siku 5 mfululizo za kazi, kisha wanakupa siku 2 za mapumziko. Hii inakupa ile hisia kidogo ya zawadi ili ukae kimya na usiwaze kupasua mfumo. Na ili kuhakikisha unakuwa mzito na ubongo wako uwe umelala kwenye hizo siku 2, wanajaza vinywaji vyenye sumu, vyakula vya bei rahisi vilivyojaa sukari na kemikali za kulevya kwenye kila sherehe na duka. Ukishaugua kwa kula takataka hizo, wanakuletea vidonge vya bei ghali sana ambavyo havitibu chanzo cha ugonjwa, bali vinaficha tu maumivu ili uwe mteja wao wa kudumu kwenye mfumo wa matibabu. Ni mtego uliokamilika. Wanakuweka ukiwa umechoka, mgonjwa, maskini na uliyegawanyika katika pande 1000 ili usiwahi kugundua kuwa una uwezo wa kusimama na kutoka nje ya gereza hili muda wowote unaotaka. Hivyo basi, save hii video na anza leo kulinda akili yako.